ukoo wangu, kwa majirani, kwa marafiki, kwa wapendwa, kwa ndugu jamaa wanaonizunguka. Sema sitayaishi mabaya yao. Ninatangaza kwenye Omega 60 mwisho wa mabaya na mwanzo wa mema katika maisha yangu. Sema natangaza na ninakiri kwa jina la Yesu, mwisho wa mabaya kwenye maisha yangu nitayaishi mema kuanzia sasa, nitayashuhudia kwa jina la Yesu. Sema Baba, katika jina la Yesu ninakiri na kutangaza ndani ya mwaka huu, kila upepo, kila dhoruba, kila wimbi, kila janga litakalotokea halitanitikisa, halitaniumbisha, halitaniondoa kwenye kusudi la Mungu. Nitayaishi yale Bwana aliyonikusudia kwa jina la Yesu. Sema sitakufa bali nitaishi, nitayasimulia matendo ya Bwana kama ulivyokiri na yakatokee kwa jina la Yesu aliye hai. Nasema kama ulivyotamka yakatokee kwenye maisha yako katika jina la Yesu aliye hai. Nasema Bwana yathibitishe kwa jina la Yesu aliye hai. Tunatangaza Omega 2026. Wengine wamepumbazika. Nasema tunatangaza Omega 2026. Na ikawe hivyo katika maisha yako. Tayari tunaelekea mwishoni. Wewe ni mshindi na utaendelea kuwa mshindi katika maisha yako yote mpaka Kristo atakaporudi. Sema amina. Nasema utaendelea kuwa mshindi mpaka Kristo atakaporudi. Ni haki yako kuishi maisha ya ushindi. Sema amina. Mungu akubariki sana mwana wa Mungu kwa kuendelea kuwepo kwenye maombi ya Omega 60. Naamini Mungu hatakuacha ubaki kama ulivyo. Na Mungu anaendelea kutenda na anahudumia watu wake. Na uwe miongoni mwa watu watakaoshuhudia ndani ya mwaka huu. Sema amina. Nasema uwe miongoni mwa watu watakaoshuhudia ndani ya mwaka huu. Bado tuko mwanzo wa mwaka, na huu mwanzo wa mwaka lazima shuhuda zianze kukufuata kwa jina la Yesu. Wiki hii tulikuwa na ujumbe ambao tunaenda kuhitimisha leo. Unasema uweza wa Bwana ni vazi langu. Uweza wa Bwana ni vazi langu. Kabla sijaendelea sana, nataka tuelewe maana ya uweza wa Mungu ni nini. Tunaposema uweza unaitwa dunamis kwa lugha ya Kigiriki, inayomaanisha ni mamlaka isiyo na kipimo, nguvu isiyopingika. Yaani ni nguvu iliyo zaidi ya kawaida. Ni nguvu ambayo haina upinzani. Ndio kitu kinaitwa uweza. Ni tofauti na uwezo. Uwezo ni capacity ya mtu. Uwezo ni capacity. Tunaposema huyu ana uwezo, kuna mtu ana uwezo wa fedha, kuna mtu ana uwezo katika maeneo mbalimbali, uwezo wa mali, uwezo wa elimu, uwezo wa nguvu za kupigana ndondi, uwezo wa matusi, uwezo katika mambo mazuri na mabaya. Wanadamu tunatumia uwezo. Wawe wafalme, wawe watawala, wawe sijui watu gani duniani, wanadamu tunatumia nini? Tunatumia uwezo. Lakini ni Mungu pekee anayetumia uweza. Na ndio maana Biblia inasema kwake yeye hakuna jambo lisilowezekana. Mambo yote kwake yanawezekana. Na ndio maana Mungu anatumia kitu kinachoitwa uweza. Wanadamu hawawezi wakatumia uweza wasipopewa na Mungu aliye hai. Ndio maana hata Kristo alipokuja, ukisoma kitabu cha Injili ya Mathayo sura yake ya 28 mstari wa 18, Yesu anasema nimepewa mamlaka yote na Baba yangu juu mbinguni na duniani. Alichokuwa anakizungumzia hapo ni uweza wa Mungu ambao utamwezesha kufanikisha misheni na kazi aliyopewa na Baba hapa duniani. Sema amina. Sasa tunachukua uweza wa Mungu, tunaupa picha la vazi, kwa sababu tulisema vazi lina umuhimu sana katika maisha ya mwanadamu, na vazi lina kazi kwenye maisha ya mwanadamu. Hatuvai mavazi kwa ajili ya kuvaa tu, lakini ziko sababu zinazotupelekea kuvaa mavazi. Tukaona aina ya mavazi tofauti tofauti. Nikasema yako mavazi ya heshima, yako mavazi ya sherehe, yako mavazi ya misiba, yako mavazi ya wafungwa, yako mavazi ya kijeshi, yako mavazi ya
ya mabikra, yako mavazi ya michezo, mavazi ya kazi, yako mavazi ya kulalia na mavazi ya kivita. Kwa hiyo mavazi yako aina tofauti tofauti, kwa sababu haiwezekani kama nilivyosimama hapa kuhubiri nikavaa mavazi ya kulalia, watu watanishangaa na watasema mchungaji amechanganikiwa. Kwa hiyo kila vazi lina umuhimu wake kwenye nafasi yake, na linatumika kama lilivyowekewa nafasi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ndio aina ya mavazi na ndisi mavazi inavyotumika. Lakini kazi ya mavazi, tukasema kazi ya kwanza ya vazi kwenye maisha ya mtu ni kumstiri na kumondolea aibu. Na tukimwona mtu mwenye akili timamu anaingia hapa kanisani akiwa mtupu, nadhani wengine watakimbia na wengine watapiga kelele. Kwa nini? Kwa sababu wanaona utupu na aibu yake. Kwa hiyo vazi linakustiri, vazi linakuondolea aibu. Hiyo ni kazi ya kwanza. Lakini kazi ya pili, tukasema vazi yanatofautisha, mavazi yanatofautisha, lakini pia yanapendezesha. Unapovaa vazi linabadilisha hata muonekano wako. Kuna mavazi fulani ukiyavaa mpaka watu wanasema umependeza. Haupendezi kwa sababu na sura ya kupendeza, lakini kuna kitu ambacho kimekuongezea kaubora na kaurembo ili uweze kupendeza. Kwa yako mavazi yanayopendezesha na mavazi yanayotofautisha, lakini pia kuna mavazi ya heshima na kuna mavazi ya aibu. Yako mavazi ukiyavaa watu wanapiga kelele, wanasema hayafai kwako mtu uliyeokoka. Yako mavazi ya aibu pia ambayo tunaona makahaba barabarani wanayavaa. Amevaa nguo kana kwamba amekaa utupu, kwa sababu ni vazi limemchora, mwili wake unaonekana mpaka sehemu za siri. Kwa hiyo sio mavazi ya heshima, ni mavazi ya aibu. Na ndio maana hata mwanamke uliolewa, angalia mavazi unayoyavaa, yanaweza akakupa nafasi ya heshima au nafasi ya aibu kwenye maisha yako. Lakini pia isitoshe, tukasema kuna mavazi yanayolinda. Huwa tunaenda sehemu mbalimbali, tunapotembea au tunaposafiri. Wengi tunajua unapofika mahali ambapo kuna hali ya hewa ya baridi, kuna nguo ambazo unatakiwa uzivae kwa lazima. Hata kama uzoe kuzivaa Dar es Salaam, lakini ukienda Mbeya lazima utazivaa. Ukienda Arusha lazima utazivaa. Kuna yale makoti makubwa makubwa, unayavaa kwa nini? Hauyavai kwa ajili ya kupendeza, unayavaa kwa ajili ya kulinda afya yako au mwili wako, kwa sababu ziko hali ya baridi ambazo huwa zinachokoza nini? Zinachokoza magonjwa. Mwingine anaweza kaumwa mafua na mwingine akapata kifua kikubwa. Sasa tunavaa mavazi pia kwa ajili ya kutulinda, lakini pia tunavaa mavazi kwa ajili ya kututambulisha. Yako mavazi yanayokutambulisha. Unajua kuna mtu mwingine anaweza kuwa sio mchungaji, lakini aina yake ya kuvaa mtaani watu wanamuita mchungaji. Kuna mtu mwingine anaweza kuwa si kahaba, lakini hali yake ya kuvaa mtaani wanamlalamikia, wanasema huyu ni nani? Ni kahaba. Lakini pia kuna mtu mwingine ukimwona tu uvaaji wake unasema huyu ni msanii. Kwa hiyo mavazi pia yanatutambulisha, lakini pia mavazi yanatupa kibali. Kuna siku niliwahi kushuhudia, nikasema tulienda sehemu na rafiki yangu, Mungu amemjalia yeye ni tajiri na fedha. Tukaenda sehemu, alikuwa amerelax tu, amevaa kawaida. Sasa mimi mwenzake aliponiambia tunaenda kwa mkuu fulani, nikagonga lisuti langu, nikakaa vizuri, tukaenda. Wakati tunafika mlangoni, zamu yule mlinzi akatuangalia. Kwa hiyo mlinzi akajua mimi ndio boss, kwa hiyo akanikaribisha mimi niingie, anamwacha boss. Unajua mimi nabaki najishangaa, nasema huyu jamaa leo angejua huyu ndio boss asingenikaribisha. Kwa hiyo na mimi nilichokifanya nikasema mzee tuingie. Kwa hiyo mzee akaingia, atangulia na mimi nikamfuata, tukaingia. Kwa mavazi yanaweza yakakupa kibali au yakakunyima kibali. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia mavazi tunayavaa kwa ajili ya mapambano. Yako mavazi ya mapambano ya kivita. Ndio maana tunaposoma andiko kwenye kitabu cha Efeso, tunaona Biblia inavyotuambia kuna mavazi ya kijeshi. Lakini hapa inatuonesha kama silaha za imani, ila ni mavazi pia ya kijeshi. Wanajeshi wanapoenda vitani kuna vifaa wanavaa. Kuna ile inaitwa ngao. Inaitwa nini? Chepeo. Lakini pia kuna kile wanachokivaa hapa kifuani kinaitwa nini? Ngao. Hii ngao ni kwa ajili ya kulinda kifua. Unajua kifua ni mahali hatari sana kwenye risasi, kwa sababu hapa wakilenga roho, risasi likiingia mara moja tu na mtu anadondoka. Lakini yako maeneo kwenye mwili wanaweza kapiga marisasi hata 50 na mtu asife. Lakini kuna eneo ambalo risasi likaingia kichwani na hapa. Ndio maana unakuta yako mavazi ya kivita ambayo wanajeshi wanayavaa wanapoingia vitani. Sasa usisahau Biblia inasema na sisi ni jeshi la nani?
la Bwana. Kwa hiyo tunatakiwa tuvae mavazi ya nini? Ya kivita. Sasa hatuna mavazi mengine kwenye maisha ya kiroho. Hatuna mavazi mengine katika ulimwengu wa roho wa nuru. Tunalo vazi moja tu ambalo tunapolitumia linatutofautisha na wengine, na hili vazi linaitwa uweza wa Mungu, ambayo ni dunamis kwa lugha ya Kigiriki. Ni nguvu isiyopingika, mamlaka iliyo zaidi ya kawaida. Na ndio maana kwenye hitimisho la somo hii jioni ya leo, ni maombi yangu, nimesimama juu ya madhabahu hii kama nabii wa Bwana, na muomba Mungu akuvishe uweza wake, ili unapoingia kwenye mapambano adui asikudondoshe, lakini uwe na nguvu ya kumdondosha kwa jina la Yesu aliye hai. Nasema Bwana kuvishe vazi ambalo litakutofautisha kati ya marafiki na kati ya ndugu zako. Leo kuna mtu ambaye Mungu anaenda kumvua mavazi aliyovishwa kwenye ukoo wake, na anaenda kuvishwa vazi la uweza wa Mungu utakao kuwezesha kutoka kwenye viwango vya kawaida na kwenda kwenye viwango visivyokuwa vya kawaida katika jina la Yesu aliye hai. Naomba unifuate kwa makini sana, maana muda wangu ni mchache. Nataka nianze na pointi ya kwanza kama tulivyoanza. Kazi ya vazi ni kustiri na kuondoa aibu. Tulisoma andiko siku ile kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza, ile sura ya kwanza mstari wa 26 kuendelea mpaka 28. Biblia inasema Mungu anaviokota vitu vinyonge ili aweze kuvitengeneza na kuvipa thamani kwa ajili ya kuaibisha vitu ambavyo vinaonekana kuwa vina nguvu. Kwanza hapo mwanzo anasema katika mwito wetu, wakati tumeokoka, tumeokolewa si katika hali ya cheo fulani tuliko nacho. Kuna wengine hawajasoma lakini wokovu umekuja kwenye maisha yao. Kuna wengine hawana fedha lakini wokovu umekuja kwenye maisha yao. Kuna wengine wamezaliwa kwenye familia ambazo hazijulikani, hazina historia, lakini wokovu umekuja kwenye maisha yao. Na ndio maana nikakwambia uweza wa Bwana ni vazi litakalo stiri utupu wako, aibu ya familia yako, aibu ya maisha yako, na kukustiri. Hata kama hujasoma, uweza wa Mungu ukiwa juu yako utafanya mambo kuliko waliosoma. Mimi nimeona watu ambao hawajasoma, ameishia darasa la 7, lakini ameongoza kampuni kubwa na amekuwa kiongozi mpaka wa wazungu pale mji wa Goma, na ni babangu wa kiroho anaitwa Jean Mari. Huyu baba alikuwa hajasoma, aliishia darasa la 7, lakini kwa uweza wa Mungu alimpeleka kwenye viwango ambavyo aliongoza wakuu na wadogo, watu waliosoma, wenye elimu kubwa, mpaka wazungu walitoka Marekani kwenye nchi mbalimbali walikuwa chini ya utawala wake. Haya yote yanatokana na nini? Si kwa elimu ya shule uliyosoma, si kwa uzuri na ubora wa masomo uliyosomea, sio kwa ajili ya familia yako ya kifahari kwamba umetoka kwenye familia ya mawaziri, ya marais. Hapana, nataka nikwambie, waweza kuwa ulizaliwa kwenye familia duni, lakini kwa uweza wa Bwana Mungu akabadilisha historia yako. Kwa uweza wa Bwana ukawa chanzo na sababu ya kubadilisha familia yako. Ndio maana nikasema kwenye maombi ya Omega 60, Bwana kuvishe vazi la kukustiri na kondoa aibu ya familia yako. Ni wewe utakomboa familia yako, ni wewe utainua familia yako, ni wewe utabadilisha historia ya familia yako, si kwa elimu yako, sio kwa fedha ulionayo, lakini kwa uweza wa Mungu aliye hai. Maana yasiyowezekana kwa njia ya fedha, kwa uweza wa Mungu yanawezekana. Yasiyowezekana kwa elimu za wanadamu, kwa uweza wa Mungu yanawezekana. Yasiyowezekana kwa vyeo vya wanadamu, kwa uweza wa Mungu yanawezekana. Yasiyowezekana kwa umaarufu wa wanadamu, kwa uweza wa Mungu yanawezekana. Na kutabiria kama nabii wa Bwana, yasiyowezekana kwenye familia yako yatawezekana kwenye Omega 60. Nasema yasiyowezekana kwenye ukoo wako yatawezekana kwenye Omega 60. Walioshindwa baba yako, Mungu atakuwezesha kuyafanya. Walioshindwa ndugu zako, Mungu atakuwezesha kuyatenda katika jina la Yesu aliye hai. Uweza wa Bwana ni vazi linalostiri aibu yetu. Ziko familia ambazo ukiziangalia hauna hata tumaini wala tegemeo la kusema hapa kutatokea kitu. Ndio maana nikaleta mifano, nikasema kwenye familia ya Yese alikuwa na watoto wengi, lakini alikuwa na kamoja ambapo
alikapeleka porini ili kachunge kondoo kanaitwa Daudi. Daudi alipokuwa porini anachunga kondoo za baba yake, mpaka familia ikamsahau. Kwanza familia ya Yese ilikuwa haijawahi kujulikana, ingawa alikuwa na watoto ambao walikuwa vitani, alafu pia walikuwa majasiri wa vita, lakini hawakuitambulisha familia yake. Oh my God. Hautaitambulisha familia yako kwa sababu umesoma. No. Hautatambulisha familia yako kwa sababu una cheo. Hapana. Hautatambulisha familia yako kwa sababu una maarufu fulani. Hapana. Kitakachokufanya uitambulishe familia yako ni uweza wa Bwana. Kwa sababu kuna watu wana mali lakini familia zao hazijulikani. Lakini ya kwako sio kwa mali zako tu. Kwa uweza wa Mungu familia yako itajulikana. Nasema kwa uweza wa Mungu familia yako itajulikana, na watu watasema hii familia ina Mungu aliye hai. Biblia inasema Daudi alipokuwa porini, Samuel akaja ili kumpaka mfalme mafuta. Oh my God, naenda haraka kwa ajili ya muda. Uweza wa Mungu unavunja utaratibu wa kibinadamu. Unajua kuna vitu katika mfumo wa maisha wa wanadamu lazima uende kwa utaratibu. Ndio maana nikasema unakuta wakati kijana anaenda kuoa kuna utaratibu, lazima aende ajitambulishe, lazima aende atoe mali, wanapanga muda wa sendofu, wanapanga muda sijua sherehe gani. Baada ya hapo anasema harusi itafanyika siku fulani, wanapanga harusi itafanyika siku. Yani inachukua muda mpaka unashangaa walipaswa kufanya harusi kwa muda wa miezi 6 au miezi 5, wanaenda mpaka mwaka mzima. Nini kinachochelewesha? Ni taratibu za kibinadamu. Na utaratibu wa kibinadamu anakuambia mwanamke akishakuwa na miaka kuanzia 45 hawezi akazaa tena, kwa sababu huo ndio utaratibu. Na wataalamu madaktari wanasema mwanamke akishafikia hiyo miaka hana uwezo wa kuzalisha tena, mayai hamna. Huo ni utaratibu wa nini? Lakini nataka nikwambie liko vazi ambalo huwa linavunja taratibu za wanadamu. Liko vazi ambalo ukivishwa, na natamani mchana leo uvishwe hilo vazi ili utoke kwenye ukawaida uende zaidi ya kawaida. Ziko taratibu. Unajua kuna kazi huwezi kuifanya mpaka umesomea. Ni taratibu na ni kanuni, kwa sababu hauwezi ukapewa cheo cha mkurugenzi kama una masomo ya ukurugenzi. Hizo ni taratibu. Lakini nataka nikwambie, kwenye taratibu za wanadamu kuna utaratibu wa Mungu aliye hai. Kwenye taratibu za wanadamu kuna utaratibu wa Mungu aliye hai. Wao wanavaa vazi la elimu, lakini wewe umevaa vazi la kutokusoma, hauna elimu yoyote. Ila nataka nikwambie kwa uweza wa Mungu Bwana atavunja taratibu zao. Na leo ni maombi yangu kama nabii wa Bwana, kwenye maisha yako ziko taratibu zinaenda kuvunjwa. Nasema ziko taratibu za wanadamu zinaenda kuvunjwa. Na ndio maana Daudi aliyekuwa porini, Biblia inasema wakati Samuel anaenda kumpaka mfalme, anawakuta wale vijana, wa kwanza anatambulishwa na baba yake, anasema sie, wa pili anatambulishwa sie, wa tatu sie, alafu akamaliza ndio Samuel. Mpaka Yesu amesahau kwamba na mtoto. Unajua kuna maisha mpaka familia imekusahau, mpaka majirani, marafiki wanakusahau kwa ajili ya hali unayopitia. Yani wanasahau kwamba yupo kijana anayetunza kondoo. Ndio maana ikabidi Samuel amuulize Yese, ina maana hawa ndio watoto wako? Nami nimekuja kama nabii wa Bwana. Kama familia yako ilikusahau, Mungu wa agano ninayemtumikia hata kusahau kwa jina la Yesu aliye hai. Nasema leo ni siku ya utambulisho wako, maana unaenda kuvishwa vazi, unaenda kuvishwa vazi litakalo kustiri na kondoa aibu ya maisha yako. Samuel ndio anakumbusha, ina maana hawa ndio watoto wako, hakuna mwingine. Ndio akili zikamrudia. Yesu akasema hapana, kuna kamoja ni kadogo. Unajua ukiwa una chochote yako majina fulani wanakupanga. Ukiwa una chochote kuna hali fulani wanakuchukulia. Waweza kuwa ni bonge lakini wanakuambia kaa. Oh my God. Hayo majina wanadamu leo yatafutwa kwa jina la Yesu aliye hai. Nasema hiyo hali itafutwa kwa jina la Yesu aliye hai. Anamwambia kapo kadogo. Samuel akasema hapa ndipo ninapopendea. Samuel akasema hatutakaa, tutasubiri mpaka atakapofika. Oh my God. Kumbe Daudi ameshatangazwa mfalme na hawajampaka mafuta ya kifalme. Kilicho ndani yako kitatangazwa kwa uweza wa Bwana kabla wanadamu hawajakujua. Nasema kilicho ndani yako kitatangazwa kwa uweza wa Bwana
kabla hata familia yako hawajakutangaza, kabla hata serikali ya Tanzania haijakutangaza. Kwa uwezo wa Mungu utatangazwa kuwa rais, utatangazwa kuwa waziri, utatangazwa kuwa mkurugenzi, utatangazwa kuwa mbunge, utatangazwa kuwa tajiri, utatangazwa kuwa mfanyabiashara mkubwa, utatangazwa kuwa mtu wa heshima kwa uwezo wa Bwana. Maana wakati wanamsubiri Daudi, hawakumsubiri kama walivyokuwa wanasubiri wengine. Wanamsubiri Daudi wakiwa wamesimama, maana mfalme akiwa anakuja watu wote wanasimamaka. Ninatangaza kwa jina la Yesu, mapepo, majini, mashetani ya familia yako yatasalenda mbele yako katika jina la Yesu aliye hai. Nasema yatasalenda katika jina la Yesu aliye hai. Haijalishi kwenye ukoo wenu kuna uchawi wa kupindukia, lakini kwa uwezo wa Bwana nasema huo uchawi kwa jina la Yesu. Nasema hayo mapepo yatasalenda kwa jina la Yesu aliye hai. Sema amina. Rabo sakata barebrosaya. Neno la Mungu linasema alipokuwa anakuja Samueli akamwona akasema, njoo yeye. Kwenye familia yako hawajakuona, lakini Mungu amenituma na kuona njoo wewe, na kuona njoo wewe. Nasema atakayeinua familia yako ni wewe, atakayebadilisha historia ya familia yako ni wewe. Samueli akasema, njoo huyo hapa, maana Mungu alimwambia Samuel, huyu ndiye niliyemchagua. Daudi alipofika, Biblia inasema Samueli akamimina mafuta juu ya kichwa chake. Neno la Mungu linasema Roho wa Bwana, Roho shuka juu ya Daudi. Na aliposhuka, tokea siku ile Daudi akawa mfalme, ingawa alirudishwa tena porini. Na ndio maana ilibidi ule uwezo wa Mungu uvunje taratibu za wanadamu. Maana ili uwe mfalme lazima upitie kwenye cheo fulani, alafu utoke uingie kwenye cheo fulani, lakini utoke uingie kwenye cheo fulani. Lakini Daudi baada ya kuvishwa vazi la Bwana, akatoka kwenye kuchunga kondoo akaingia kwenye ikulu akawa mfalme. Utatoka kwenye biashara ya karanga na utauza supermarket. Nasema utatoka kwenye biashara ya kawaida na utaingia kwenye biashara ya viwango vya juu. Utatoka kwenye cheo cha kawaida na utapandishwa cheo bila taratibu za wanadamu. Na kutangazia kama nabii wa Bwana, kwa uwezo wa Bwana, cheo chako kilichochelewesha ukipokee kuanzia sasa kwa uwezo wa Bwana. Biashara yako iliyoyumbishwa ikanyanyuke kwa jina la Yesu kwa uwezo wa Bwana. Uchumi wako ulioyumba ukanyanyuke kwa jina la Yesu kwa uwezo wa Bwana. Ndoa yako iliyocheleweshwa ikatokee kwa jina la Yesu kwa uwezo wa Bwana. Watoto wako waliochelewa wakatokee kwa uwezo wa Bwana katika jina la Yesu aliye hai. Sante rebo shakata bare brosaya ikanterebosia rabababababa robo shandarabake ikanterebosia. Uweza wa Bwana utakondolea aibu, utakustiri na kukondolea aibu ya familia yako, utakustiri na kukondolea aibu ya maisha yako. Lakini malizia na pointi ya pili, ingawa pointi zipo nyingi, leo na malizia hapa. Uweza wa Bwana ni vazi ya heshima kwenye maisha yako. Nimekuletea vazi la heshima. Tunaporudi kwenye maandiko katika kitabu cha nabii Isaya, Biblia inasema, amuka, amuka e binti Sayuni, ukajivike nguvu zako. Amuka e Yerusalem, ukayavae mavazi yako ya heshima. Maana tokea sasa hata ingia ndani yako aliye najisi. Unajua kuna aina ya mavazi ukiyavaa yanakuletea magonjwa. Kuna aina ya mavazi ukiyavaa yanakusababishia shida. Na ndio maana unakuta tunashauriwa na madaktari usikae na vazi zaidi ya wiki, kwa sababu lile jasho huwa linatengeneza magonjwa. Kuna harufu fulani itatokea, alafu mwili unakaa unakataa, baadaye unatengeneza ugonjwa. Sasa huu ndio utaratibu wa kibinadamu. Manake ukivaa mavazi kwa muda mrefu, kuna namna fulani yale mavazi yanakuathiri, yanaleta unajisi, yanaleta uharibifu. Lakini vazi la Mungu aliye hai, hata kama utalivaa miaka kwenda, litaendelea kukuheshimisha, litaendelea kukulinda, litaendelea kukustiri. Biblia inasema ujumbe wakati walipitia kwenye mapito, changamoto,
Maana tunakumbuka wote Yerusalemu ni mji mtakatifu wa Bwana, lakini baada ya muda fulani ulitekwa, kuta za Yerusalemu zikapomolewa. Kwa hiyo wakatekateka watu, wakachukua wengine wakaenda nao kwenye nchi za utumwa, wakawapeleka huko. Ndio tunaposoma historia za kina Shadraka, Meshaki na Abednego ambao walitekwa wakapelekwa Babeli, na wengine tunajua kina Daniel. Baada ya Yerusalemu kutekwa, kuharibiwa. Kwa Yerusalemu mwanzoni ilikuwa na heshima, maana mataifa yote walikuwa wanatoka miji mbalimbali wanaenda Yerusalemu kusali, maana Yerusalemu ndio mahali pekee palipojengwa hekalu ya Mungu. Nchi zingine na mataifa mengine palijengwa masinagogi. Kwa hiyo elewa kwamba Yerusalemu ulikuwa ni mji wa kitalii, watu walikuwa wanaenjoy wanapoenda Yerusalemu. Lakini baada ya Yerusalemu kupoteza ile heshima yake, vilivyo najisi vikaanza kuingia. Watu ambao walikuwa wanaheshimu Yerusalemu wakaanza kuizarau, wanaiona Yerusalemu haifai tena, wanaona Yerusalemu sio ya maana tena. Ndivyo maisha wengi yalivyo. Unajua kuna maisha fulani ambayo unapoyapitia, kila mtu anaweza kaongea lolote kwa ajili ya maisha yako. Hata mtu ambaye asingeweza kukuchota kidole atakuchota kidole kwa sababu ya hali fulani unayoipitia. Lakini nataka nikwambie, liko vazi ambalo unapolivaa hata waliosoma watakuheshimu, hata wenye vyeo watakupa nafasi, hata wenye maarufu watakupa nafasi, kwa sababu ni vazi la heshima. Na hili vazi leo ndio nakutangazia ni uweza wa Mungu aliye hai. Na unabii ulipoachia, wakaamka. Walipoamka ikabidi sasa wavae yale mavazi ya heshima. Tumesoma Zakaria, tunaona huyu ni mmoja wa makuhani waliokuwa wanafanya kazi hekaluni Yerusalemu, anaitwa Joshua. Joshua kuhani, baada ya Yerusalemu kutekwa, naye akatekwa akapelekwa mahali ambapo palikuwa ni pa aibu. Mavazi ya kikuhani alikuwa ameshatolewa, anavishwa mavazi ya aibu. Na wakati unabii unakuja kutokea sasa, ndipo Mungu akamwambia malaika, sasa ni wakati wa kumvua Joshua yale mavazi machafu waliomvisha, yale mavazi ya aibu waliomvisha. Nimekuja asubuhi na mchana wa leo kama mjumbe wa Bwana kukutangazia kwamba kila vazi la aibu kwenye maisha yako, ulilovishwa na madhabahu za ukoo, ulilovishwa na mizimu ya kwenu, leo litaondolewa kwa uweza wa Mungu aliye hai. Nasema litaondolewa kwa uweza wa Mungu aliye hai. Bwana akasema, nakuja ili nikondolee ile aibu uliokuwa umevishwa Joshua kuhani wa Bwana. Yale mavazi machafu yanapaswa kuondoka kwenye maisha yako. Unajua ujumbe wakati unamjia Joshua, shetani alikuwepo anang'ang'ana ili Joshua aendelee kupaki na mavazi machafu. Nataka nikwambie, muda wa Bwana ukifika, kwa uweza wake, hata wachawi kijikusanya dunia nzima, lazima jambo la Bwana litimie kwenye maisha yako. Nami ninasema katika maisha mtu mmoja asubuhi na mchana wa leo, haijalishi upinzani unaosimama kwenye kazi yako, haijalishi upinzani unaosimama kwenye biashara yako, haijalishi upinzani kwenye ndoa yako, kwa uweza wa Bwana mavazi machafu yataondolewa. Nasema kwa uweza wa Bwana mavazi ya aibu yataondolewa. Leo ni siku yako ya kuvishwa vazi la heshima. Nasema leo ni siku yako kwenye Omega 60 na kutangazia kama nabii wa Bwana, kila vazi la aibu linakondokea katika jina la Yesu aliye hai. Kila vazi la aibu linakondokea katika jina la Yesu aliye hai. Hautabaki wa kudharauliwa, kuna heshima inakuja kwa ajili yako. Hautabaki wa kuchekwa, kuna heshima inakuja kwa ajili yako. Waliokuchota vidole watakupa saluni, maana utabadilishwa kwa uwezo wa Mungu aliye hai. Ni maombi yangu mchana wa leo, ubadilishwe kwa jina la Yesu. Maisha yako yabadilishwe. Nasema maisha yako yabadilishwe. Ninavyotangaza kuna mtu anapokea. Nasema maisha yako yabadilishwe katika jina la Yesu aliye hai. Sante rebo shikete barebro saya. Naenda kumalizia, unisikilize na unifuate kwa makini. Biblia inasema wakati wa utawala wa mfalme Asuero, Wayahudi walipotekwa kutoka Yerusalemu, baadhi yao wengine wakapelekwa kwenye ufalme wa mfalme Asuero. Miongoni mwao
alikuwepo Mordekai na alikuwepo Esther. Unajua mara nyingi ukienda sehemu fulani kuna mipaka. Kuna kazi huwezi kuifanya na kuna kazi utazifanya. Unapoenda kwenye nchi ya kigeni kuna mipaka. Kuna kazi utaifanya na kazi huwezi kuifanya. Oh my God. Ndio maana Mordekai alipokuwa utumwani asingelipewa kazi ya heshima kwa sababu alikuwa mtumwa. Alikuwa mtumwa. Umetoka kijijini umefika Dar es Salaam. Watu wakikuangalia wanasema wewe nafasi hii haufai kwa sababu wewe ni mshamba. Hiyo ni maneno yao. Lakini kuna siku watakushangaa. Biblia inasema Mordekai baada ya muda akawekwa kuwa mlinzi kwenye geti la mfalme. Akawa analinda. Kazi ya ulinzi mara nyingi huwa ni kazi ya kudharauliwa. Kuna mtu mwingine anaweza kafika na makiburi yake fulani maujeuri. Unajua kuna watu wengine hata waheshimu kazi za wengine. Mlinzi ana heshima yake kwenye nafasi yake. Mbona kuna watu wanafanya kazi ya kutoza hela kwenye choo na wanaheshimu kazi zao, alafu wanasema naenda ofisini. Kwa nini mdharau? Mupe heshima kwenye nafasi yake. Sasa Biblia inasema wakati Mordekai alikuwa anafanya kazi, kwa sababu Aman alizoea anapoingia watu wote wanamsujudia, watu wote wanamnyenyekea, alafu anapita na jeuri lake anasema mimi ndio mfalme. Baada ya mfalme ndio mimi. Unajua watu kwenye kazi yenu wanajua baada ya bosi ndio yeye. Kwa hiyo hata bosi asipokuwepo yeye anawatishia na anakuambia ngoja utaona. Unabaki unaogopa. Usiogope mwana wa Mungu. Leo kuna vazi ambalo utalivishwa. Hata kama utatishiwa hautaogopa kwa jina la Yesu. Biblia inasema alipokuwa anaingia wengine wanashujudu, wanasema mfalme, Naamani aliyeheshimiwa na mfalme. Lakini Mordekai kwa sababu alikuwa na asili na alijua ni vazi gani ambalo amelivaa. Ukivaa vazi la Mungu hautaogopa kitu chochote. Ukivaa vazi la Mungu hautatetemeka mbele ya mtu yoyote, hata kama na cheo kukuzidi. Vazi ulilonalo ni zaidi ya cheo chake. Na ndio maana mimi wakati mwingine watu wanaweza kusema ni jeuri, mimi ni mnyenyekevu, lakini kuna mahali ambapo huwa anaoneshaka ujeuri wa vazi nilovaa. Kwa sababu kuna watu wa maarufu, akipigwa na ugonjwa umaarufu wake lazima unyenyekee mbele yako. Kuna watu wana vyeo, akipigwa na shida lazima cheo chake kinyenyekee mbele zako. Na ndio maana Kristo anasema tunayo mamlaka, ishara hizi zitaambatana na waaminio. Wataweka mikono. Wagonjwa sio maskini, sio wote wanaoumwa ni maskini. Kuna matajiri. Kwa hiyo anapokuja kwako hauna fedha lakini unalo vazi, utaweka mkono juu yake naye atapona na cheo chake kitanyenyekea mbele zako. Ndio maana asubuhi na mchana wa leo ni maombi yangu Bwana akuvishe uweza wake. Biblia inasema wakati Naamani alikuwa anaenda mara kwa mara, hasira ikawa inawaka ndani yake, chuki kaongezeka, akamchukia Mordekai. Kwa kabidi sasa mkomoe Mordekai. Huna mamlaka kukomoa watu kama Mungu hajakupa uwezo. Akaamua fanyeje amkomoe Mordekai. Biblia inasema siku moja kaenda, wote kama kawaida wananyenyekea, wanapiga magoti, wanasujudu. Naamani anabaki tu anaangalia. Maana najua kwa uweza nilionao ni mmoja tu ninayeweza kumnyenyekea. Maana yeye ndio mwenye uweza na ndio mwenye mamlaka yote. Kwa hiyo siwezi nikamwabudu mtu mwingine. Kwa hiyo Haman hasira ikawaka ndani yake. Biblia inasema ya kwamba Haman akaanza kupanga mpango wa kumwangamiza nani? Mordekai. Wakati huo Biblia inasema kuna wakati au wafanyakazi wenzake na wenzake na Mordekai walikuwa wameshapanga njama ya kumuua mfalme. Mordekai akajua, na alipojua hakuficha, akaenda kupeleka ujumbe kwa mfalme. Kuna 1, 2, 3. Mfalme alipopata taarifa akasema lazima tufanye uchunguzi. Wakafanya uchunguzi, wakagundua ni kweli alichosema Mordekai ni cha uhakika. Wakawakamata wale watu na ile jambo likabaki kwenye kitabu cha kumbukumbu cha mfalme. Oh my God. Nataka nikwambie Mungu tuliye naye ana vitabu vitatu. Moja wapo kinaitwa kitabu cha kumbukumbu. Mungu anapokutendea mema na wewe watendee wengine mema. Usiwatendee watu mabaya katika mema unayotendewa na Mungu. Kwa sababu chochote unachokifanya huwa kinahifadhiwa kwenye kitabu cha kumbukumbu. Siko huko, narudi kwenye ujumbe. Kwa hiyo ikapita wakati. Biblia inasema ndio siku ambayo Naaman anakuja na barua
ya kumletea mashitaka nani? Mordekai, ili Mordekai auawe, ili Mordekai atundikwe kwenye mti. Kumbi siku hiyo mfalme hajalala usiku. Mfalme anakesha, anatafuta nani aliyefanya mambo haya. Alafu anauliza watu wake, anawaambia huyu aliyefanya jambo hili alitendewa nini baada ya kutoa siri hii? Maana ameokoa maisha yangu, maana amenisaidia. Asingelikuwepo jamaa, mimi ningekufa. Alifanziwa jambo gani la heshima? Kumbi jamaa bado ni mlinzi tu. Maombi ya Omega 60. Kuna wakati watu wanakuangalia hawakuelewe, lakini Mungu anaangalia kitabu cha kumbukumbu. Nasema yuko mfalme wa wafalme anayeangalia kitabu cha kumbukumbu. Anakosa amani usiku kucha, halali, anahangaika. Nitamfanyia nini huyu jamaa? Nitamfanyia nini huyu jamaa? My God, ninapoenda kumalizia, napenda historia sana. Leo natamani nimuone mtu mmoja Mungu amtoe na tabasamu kwenye ibada hii. Mungu akutoe na sherehe ya maisha yako kwenye ibada hii. Mungu akutoe na furaha kwenye ibada hii. Kumbi wakati mfalme anahangaika hakupata jibu. Itabidi jibu litoke kwa mtu aliyemkania Mordekai kumuua. Nasema jibu la maisha yako kwa uweza wa Mungu litatoka kwa hao maadui zako waliokupangia kuuawa. Ndio hao watakuletea taarifa kwamba tulipanga tukuue, lakini hatujui tutakuuaje. Waliopanga kukufukuza kazini, hao ndio watakuja kukuambia tulipanga tukuondoe kazini, lakini haiwezekane. Waliokaa kikao wakasema ndoa yako lazima iharibiwe, watakuja na kuambia tulienda kwa waganga, lakini hatujaelewa nini kinachoendelea. Waliotakaka kuharibu biashara yako watakuja wale wale. Maana Mungu anachokifanya atawatumia wao ili wajue kwamba kuna mwenye uweza zaidi ya uwezo wao. Biblia inasema mfalme akupata jibu, itabidi jibu litoke kwa nani? Kwa Aman. Biblia inasema wakati huo Aman ameamka asubuhi mapema alfajiri, ameshaingia kwenye ua la kifalme, anasubiri mfalme amke ili afanyeje? Apeleke barua yake. Wakati huo mfalme anapohangaika akauliza, hapo nje kuna mtu gani? Mfalme, mbona una watu unaulizaje tena? Hawa ninao tayari, lakini nataka mtu ambaye atanipa habari, mtu ambaye ataleta jibu la maswali yangu. Wakamwambia Haman yupo nje ya ua anakusubiria. Akasema hima mumlete Haman, maana huyu ndio anamsubiri, yeye atanisaidia kunipa majibu, yeye ndio ana cheo kuliko wengine. Haman alipoingia ghafla anakutana na ujumbe wa kinabii. Mfalme anamuuliza swali, mtu ambaye mfalme akitaka kumheshimisha inabidi atendewe kitu gani? Kwenye akili na mawazo ya Haman akapiga hesabu akasema, katika mkoa wa Dar es Salaam hakuna mwingine ambaye yuko karibu na rais, mimi ndio naweza kufanyiwa haya mambo. Anapiga hesabu, anaangalia kazini kwetu hakuna mwenye ukaribu na bosi, mimi ndio mwenye ukaribu na bosi, najua haya mambo, bosi ananiandalia mimi. Sasa alipopiga hesabu akaona ni ya kwake, kwa hiyo ikabidi ajipangie mambo mazuri. Nampenda Haman, alichoanza nacho alianza na vazi, hakuanza na kitu kingine. Akasema anayepaswa kuheshimiwa na mfalme, jambo la kwanza avishwe mavazi ya nani? Yanayovaa mfalme, ili aweze kupendeza vizuri. Alafu jambo la pili akasema anayepaswa kuheshimishwa na mfalme lazima avishwe nini? Avishwe pete ya mfalme. Jambo la tatu, anayetaka kuheshimishwa na mfalme lazima apande ule farasi ambaye mfalme anampandaka kila siku. Nataka niseme na mtu mmoja kwenye Omega 60, yale magari unayoyaonaka yanapita na kelele, kuna siku utajikuta umo ndani yayo. Nasema kwenye maombi ya 60, yale magari yanayowafanya watu wakae kwenye foleni, na wewe siku moja utapita unawashangaa wamekaa kwenye foleni. Nasema yale magari yanayopita na kelele, maana kuna maharusi wanapita, yale yatakubeba na wewe na watapiga kelele nyuma yako. Nasema yale magari yanayowatoa watu nyumbani na kuwapeleka kazini, kuna siku litapaki mlangoni kwako likikungoja ili kupeleke kazini. Biblia inasema Haman akamwambia mfalme, hivi ndivyo anatakiwa kutendewa
mtu anayepaswa kuheshimiwa na mfalme. Lakini akamalizia jambo la 3, la 4, akamwambia mfalme, na baada ya hapo mtu mwenye cheo itabidi awe nyuma ya farasi, anapiga kelele, anasema huyu ndiye aliyeheshimiwa na mfalme, ndivyo anavyostahili kutendewa. Ama nalijua ya kwamba yeye atakuwa juu ya farasi, alafu Mordekai atakuwa nyuma yake, yeye anampigia kelele. Anashangaa unabii unatokea. Mfalme akamwambia Haman, usipunguze hata neno moja kati ya yale uliyosema. Fanya ima ukamtendee Mordekai sawa sawa na ulivyosema. Ingelikuwa wewe, yawezekana ungelizimia. Ingelikuwa mimi, yawezekana ningelizimia. Niliyemletea barua ya kumwangamiza ndio nitakuwa nyuma yake napiga kelele na mtukuza. Oh my God. Waliokudharau watakupigia saluti, waliokuweka chini utakuwa juu yao, waliosema ufai watakuja kunyenyekea mbele zako. Kuna vazi la heshima Bwana analiachilia juu ya maisha yako. Biblia inasema wakamleta Mordekai, wakamvisha mavazi ya kifalme, akapanda juu ya farasi, akaanza kutembea. Hapo Hamani anafuata nyuma, anapiga kelele mtaani. Taarifa ikamfikia mke wake. Mke wake akasema, jamani, kama mume wangu leo ndio atamnyenyekea Mordekai, familia yangu haina uhai tena. Kwenye maombi ya Omega naona maadui zako wanavyotafutana. Nasema kwenye maombi ya Omega naona watesi wako. Kwenye maombi ya Omega naona watesi wako wanavyoanza kuhangaika. Na nataka nikutangazie kama nabii wa Bwana, watahangaika. Nasema watahangaika, maana kuna vazi unaenda kuvishwa. Uweza wa Bwana utakuheshimisha leo katika jina la Yesu aliye hai. Nasema uweza wa Bwana utakuheshimisha kwenye ndoa yako. Uweza wa Bwana utakuheshimisha kwenye kazi yako. Uweza wa Bwana utakuheshimisha kwenye biashara yako. Uweza wa Bwana utakuheshimisha kwenye ukoo wenu. Waliokuona wa chini wataona unakuwa juu yao na watakuheshimu kwa lazima. Ninatangaza kama nabii wa Bwana juu ya madhabahu hii, waliokudharau kwenye familia yako watakuja kusujudu. Nasema maadui waliojipanga kukuangamiza watapiga kelele za shangwe nyuma yako. Nasema watesi wako waliokuonea watakuheshimu kwa lazima. Ndugu zako waliokudharau watakuja kukaa kwako, watakula ubwabwa, watakunywa soda na utawavisha katika jina la Yesu aliye hai. Ninatangaza unabii huu juu ya maisha ya mtu mmoja aliyedharauliwa. Nasema leo ni zamu yako ya kuheshimika. Nasema leo ni zamu yako ya kuheshimika. Ukaheshimiwe kwenye familia yako, ukaheshimiwe mtaani kwako, ukaheshimiwe kwenye ukoo wenu, ukaheshimiwe kazini kwenu. Aibu yako leo inafutwa kwa uweza wa Mungu aliye hai. Sante rebo shakata barebro saya. Riba sente rebo shandarabakea. Naona historia za maisha ya watu zimeanza kubadilishwa. Naona historia za maisha ya watu zinaanza kubadilishwa. Kuna watu wanaenda kutoka kwenye A wanaenda kuingia kwenye B. Kuna wengine wanatoka B wanaenda C. Ni wakati wa kupandishwa viwango sasa. Maana lipo vazi ambalo linaenda kuondolea aibu ya maisha yako. Linaenda kuondoa uchafu kwenye maisha yako. Linaenda kukupandisha kwenye nafasi ambayo hata wazazi wako hawajaweza kuifikia. Oh my God. Ninapohubiri asante Roho Mtakatifu, naona watu tayari wameshika tiketi za ndege kwenye mikono yao. Naona kuna watu wameshika tiketi za ndege kwenye mikono yao. Ninaposema naona kuna watu biashara yao inaenda kuongezeka. Hilo duka utaliacha, unaenda kutafuta duka lingine. Nasema hilo duka utaliacha, unaenda kutafuta duka lingine. Naona kuna watu majina yao yanaenda kubadilishwa kazini. Mahali ulipokuwa pa chini, watu wanaenda kuona mahali pa juu. Nasema naenda kuona mahali pa juu. Naona kuna watu hapa wanavuliwa vazi la ubachela. Harusi yako inaenda kutokea. Nasema vazi la ubachela linaenda kuondoka kwenye maisha yako. Harusi yako inaenda kutokea. Naona matasa wanaenda kushangilia
kama Ana alivyoshangilia. Vazi la utasa linaenda kuvuliwa. Nasema ni wakati wako wa kunyonyesha watoto, na si moja tu, watatokea wa kike na wa kiume, na mapacha watatokea kwenye ukoo wenu. Hakuna aliyezaa mapacha. Wewe utakuwa wa kwanza, wewe utawakumbatia, wewe utawanyonyesha. Oh my God, anavyotenda mambo ya ajabu. Tunajuaka kanuni ni kwamba mapacha ni watoto wawili, lakini wakwako watakuwa wawili, watakuwa watatu kwa jina la Yesu aliye hai. Maana ulichelewa, wakazani umechelewa, lakini heshima inawaleta watatu, inawaleta wanne, inawaleta watano, inawaleta sita. Kuna mwanamke mmoja alikaa miaka karibuni 25 kwenye ndoa kule Marekani, lakini ghafla wakati uweza wa Mungu ulishuka, yule mama kapata mimba. Kumbi ndani yake wanaona kitumbo kinajaa, wakasema huyu anakula sana. Kumbi ndani yake ana mataifa 8 ana mataifa 8. Yasiyowezekana kwa wanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Nasema yasiyowezekana kwa wanadamu, kwa Omega yanawezekana. Yasiyowezekana kwa wanadamu, kwa Omega yanawezekana. Nasema kwa Omega yanawezekana. Raposhekete barebraka. Jomana malaika Gabriel akamwambia Mariamu, usiogope, Bwana atakuvisha na nguvu zake, maana kilicho ndani yako ni kitakatifu, nacho kitaitwa mwana wa Mungu. Ulichokibeba ili kiweze kutokea, lazima uvishwe vazi la Mungu. Na asubuhi na mchana wa leo kuna vazi unaenda kuvishwa. Mariamu alibaki katika hali ya subira, anangoja aone kitakachotokea, maana tayari alikuwa ameshapewa taarifa. Watu wengine ndio hawakujua nini kitatokea kwenye maisha ya Mariamu, maana haiwezekani. Lakini Mariamu alikuwa na taarifa. Mungu amenituma kama Gabriel, na jina langu ni Gabriel, mjumbe wa Mungu aliye hai. Nasema yaliyoshindikana kwa wanadamu yanaenda kutokea kwenye maisha yako. Kama baba yako alishindwa kukusomesha, yanaenda kutokea. Utaongea Kiingereza bila masomo. Hujaelewa ninachokisema? Nasema kuna kazi utazifanya bila PhD. Kuna ofisi utakaa kwenye kitu unazunguka, alafu haisi na kupiga kulia na kushoto. Ukimtafakari Bwana unasema sijasoma, lakini kwa uweza wa Bwana niko hapa nilipo. Kwa uweza wa Bwana niko hapa nilipo. Na kutangazia, hautakuwa mfanyabiashara mkubwa kwa sababu ya utaalamu wa biashara, lakini kwa uweza wa Bwana unaenda kuinuliwa. Kwa uweza wa Bwana unaenda kupandishwa. Kwa uweza wa Bwana unaenda kubadilishwa. Nataka niseme na mwanangu Baloshi, sio kwamba we ni dereva tu wa malori. Kuna viwango na viwango. Bwana atakutoa kwenye kuendesha malori ya watu, na wewe utaongoza ya kwako. Maana kwa uweza wa Mungu yanawezekana kukutoa kwenye udereva na kukupa kuwa mkurugenzi wa malori. Natangaza, toka kwenye viwango vya udereva uwe mkurugenzi. Toka kwenye viwango vya kawaida nenda kuwa mkuu katika jina la Yesu aliye hai. Sema napokea. Sema napokea. Mara ya 3 napokea. Na ikatokee kwa jina la Yesu. Nasema ikatokee kwa jina la Yesu. Nasema itokee kwa jina la Yesu aliye hai. Nyanyuka pale ulipo. Rabo sente rebo shikaya. Raba shanda rabake abare brosakata. Walio tayari wanaenda kufisha ili vazi. Ripa sinte rebo shanda rabake. Watu najiuliza maswali mengi. Inawezekanaje mwanamke ambaye ana hata ipsi, ana hata sura ya kuvutia, lakini unashangaa ndio anaitwa mke wa waziri, mke wa mbunge, mke wa mkuu fulani? Nini kilichomfikisha hapo? Sio kabelo, sio makeup, lakini uweza ni zaidi ya mafuta. Uweza ni zaidi ya makeup.
Uweza ni zaidi ya kapelo. Watu wanaweza kuangalia wanasema hauvutii, lakini kwa uwezo wa Mungu hautavutiwa na nzi, utavutiwa. Unaelewa ninachokisema? Unajua, kutongozwa na watu wengi haijamaanisha we ni mrembo, maana hata kinyesi huwa kinavutia inzi wengi. Lakini wewe ni mtu ambaye wanaokuja kwenye maisha yako lazima wawe watu wenye viwango. Mwanangu, sio haraka, tulia tu, nyenyekea katika uwepo wa Bwana. Endelea kung'ang'ana na maisha matakatifu. Tamani kuvishwa uweza wa Bwana. Wakati wengine wanatangulia, unaona kwamba umechelewa. Hujachelewa. Wafalme hawakujake haraka haraka, wafalme hawatembeake haraka haraka. Wafalme wanakuja kama kobe, anakuja mwendo pole. Anakuja mwendo pole. Wewe acha waolewe na watu hao fulani wajuana, lakini wakwako anakuja kama mfalme taratibu, na atakapofika hataenda na utaratibu wa wanadamu. Atatoa mali na anasema, kesho Jumapili naomba mchungaji mtubariki, maana hatuna muda wa kupoteza. Kuna dada mmoja aliolewa kwa namna hivyo, akampata mchumba nje ya nchi. Jamaa akasema, nikifika tu, hatuna muda wa kupoteza. Alifika Ijumaa, Jumamosi anapumzika. Jumapili Jumamosi ndio walitoa mali. Jumamosi wanatoa mali, wanamaliza kila kitu. Jumapili harusi inafungwa. Jumatatu anapumzika. Jumanne wanaenda wote Marekani. Oh my God, ya kwako itatokea kwa namna ambavyo wanadamu hawataweza kuelewa. Hawataweza kuelewa. Acha waende, lakini ya kwako inakuja na garanti. Acha wachukue, lakini ya kwako inakuja na garanti. Rapa sike tena rebo satatata. Kuna watu wamedharauliwa kwenye familia kwa sababu hawana kipato. Unaishi maisha ya kusaulikwa mpaka familia hawajui hata jina lako tena. Wanaanza kuulizana wakiwa kwenye kikao, nani, jina limepotea kwa sababu hauna chochote. Lakini ipo siku jina lako litakumbukwa. Hata kama umelala usiku, atasema mtu akumpigia simu ni ndugu fulani, maana yeye ndio ataleta suluhisho. Kwa uwezo wa Mungu, hata kama ulisaulikwa leo, utakumbukwa tena katika jina la Yesu aliye hai. Ni wakati wa kwenda kuvishwa sasa. Nyanyua mikono yako juu. Anza kutamani. Yerusalemu walipoambiwa mvae mavazi ya heshima, hawakubaki chini tena wanalala. Waliamka usingizini, walitoka kwenye kupumbazika, wakasema wakati wetu umefika. Unabii ukishatolewa, usiishi kwa unyonge tena. Anza kutafuta heshima yako sasa. Nasema anza kuitafuta sasa. Acha kuangalia watu, fumba macho, anza kuitafuta heshima yako. Mwambie Bwana, uweza wako unirejeshe heshima yangu leo. Uweza wako unirejeshe heshima yangu. Inatosha kudharauliwa, inatosha kuonewa. Naona kuna watu kama Mordekai leo. Ulikuwa kwenye kiti cha aibu, lakini kuna vazi unaenda kuvishwa. Ribakatarabasakata parebakatarabasia. Pale ulipo waweza anza kusogelea pa madhabahuni. Unaposikia ujumbe huu, anza kusogelea madhabahuni. Heshima ni haki yako. Heshima ni urithi wako. Aibu sio urithi wako. Fezea sio urithi wako. Raba santa raba shakata raba kanta raba baba. Unapopita madhabahuni, anza kumwambia Bwana, naomba univishe vazi la uweza wako. Uniondolee aibu kwenye maisha yangu. Inatosha. Nimesoma kana kwamba sijasoma. Nafanya kazi kana kwamba sina kazi. Nafanya biashara kana kwamba sina biashara. Maisha yangu hayaendi sawa, mpaka watu wananidharau. Leo naomba vazi jipya. Leo naomba vazi la heshima. Unaenda kuvisha vazi la heshima. Ulikuwa na marafiki zako 5, 4 wameolewa, umebaki
peke yako unafikiri umechelewa, haujachelewa. Kuna vazi unaenda kuvishwa, shela yako haitakuwa ya kizamani, shela yako itakuwa ya 26, shela yako itakuwa ni muundo wa kisasa. Hautavaa shela za miaka iliyopita, hautavaa suti kwenye harusi yako za miaka iliyopita. Suti yako itakuwa ya heshima. Rabasakataraba ribakantaraba baba urabashandaraba kea arebakantaraba sikete urababa baba baba.